Zimetimia siku 100 tangu uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Rais Samia Suluhu Hassan ameapishwa rasmi kuanza awamu yake ya 6 akiwa kama rais. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema yapinga uapisho wa rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania Chadema, John Heche, amedai kuwa chama chao hakitambui siku 100 za Rais Samia Suluhu Hassan akiwa madarakani na kusisitiza hatua za kurekebisha hali ya sasa zinapaswa kuanza na uchaguzi mpya. Akizungumza katika mahojiano yake na BBC Swahili, Heche alieleza kuwa kwa sababu uchaguzi haukufanikiwa, hatutambui walioko madarakani kwa sababu wamejipachika kiholela kinyume na katiba yetu. Wametumia nguvu na silaha kudhibiti madaraka na kuua watu wengi. Heche pia alisisitiza kuwa tatizo halipo kwenye upinzani bali lipo kwenye ukosefu wa utaratibu. Hatujasusia uchaguzi, hakuna kura zilizopigwa na kuhesabiwa ipasavyo. Hakuna utaratibu uliofuatwa. Uchaguzi wa kweli unapaswa kuruhusu wananchi kupiga kura kwa uhuru na matokeo kuhesabiwa kutangazwa kwa uwazi. Alipoulizwa kuhusu mustakabali wa maridhiano ya nchi ya Tanzania, Heche alisisitiza kuwa tume zilizoundwa na serikali ili kuchunguza matukio ya Oktoba 29 hazina mamlaka, kwani huwezi kuwa hakimu wa kesi yako mwenyewe. Huu ni uhalifu, kuua na kuharibu utu wa nchi yetu. Serikali inajiita yenye haki. Aidha, alibainisha changamoto zinazokumba maridhiano ya kisiasa akisema, hali ya maridhiano yenyewe imedhihirisha kuwa haijalindwa na katiba mpya. Hatuna suluhisho la kweli mpaka wananchi waamue kiongozi wao kupitia uchaguzi huru na wa haki. Aliongeza kuwa chama chao hakiwezi kufanya maamuzi makubwa bila vikao vya chama na kuzingatia maoni ya wanachama. Watu wamepoteza ndugu zao na bado hawajapewa haki zao. Waliotekeleza uhalifu huu bado wako kwenye madaraka bila kudhibitiwa. Hali hii haiwezi kuondolewa kupitia maridhiano. Heche aliishia kwa kusisitiza kuwa suluhisho la moja kwa moja ni kuwapa wananchi nafasi ya kufanya uchaguzi mpya ili wateue kiongozi wanayempenda. Ndiyo njia rahisi na salama kutoka kwenye migogoro huu. Yapi maoni yako wewe kama mwananchi na Mtanzania unahitaji haki? Tuachie maoni yako hapo chini nasi tutayasoma. Hii ni Kawabe Updates na msomaji wako ni Rehema Shabani.